mtihani na huo mtihani ni moko. Hiki ni kipindi kigumu, yaani kipindi hiki wewe ndo nitajua kwamba kweli wewe Zamzam mimi unanipenda kweli kwa sababu kipindi hiki ni kipindi kigumu. Yule baba wa kikubwa kama ulivyomuona jana ndani kajaa tele, sasa hizi nimeenda nimemchungulia bado hajaamka. Na mzee anaumwa. Na huku mjini ndo kila kitu inabidi tumhangaikie matibabu. Lakini sasa nikaona mke wangu nikupe maneno kabisa. Yule mzee anagubu. Na kama unavyojua kwamba ndugu wa mume anagubu. Sasa yule hana gubu, yule anagudu. Yule ni ndugu wa mume tena ndo baba mwenye, yani ndo mwenye familia. Kwa katika kipindi hiki wewe ndo unatakiwa kwamba uonyeshe mapenzi. Uonyeshe mapenzi kwamba mimi unanipenda. Na sio nipende mimi, umpende mzazi wangu. Mume wangu, kipindi chote tulichoishi mimi na wewe ndani, hujui kama mimi nakupenda? Na mimi nakwambia kabisa, kwa sababu ukitaka kujua kwamba mkeo anakupenda ni kipindi kama hiki ambacho tupo katika matatizo. Ndio najua kwamba mke wangu ananipenda. Sasa uwe makini, uwe makini kama Joa makini wa Arusha mwanamuziki. Usije ukaniletea matatizo. Mambo ya kusikiliza taarabu umepita sijui kidole juu, achana nayo. Usisikilize taarabu. Humu sasa hivi nataka humu ndani humu ni mawaiza, dini, kwaya. Acha kabisa mambo ya anasa. Achana kusikiliza na muziki ya kina Freemason. Usisikilize kabisa, waache wenyewe. Kina Jay-Z. Hii ninakupa, hii ni kicheni party. Umeshaona sasa itakuwa kicheni wawili. Yaani ya mimi na wewe na kufunda mke wangu. Mimi Zamu nakwambia kabisa, Zamu mimi nakwambia kabisa. Najua Zamzam unanipenda, najua kwamba unanipenda, lakini kitu ambacho ninachotaka kukwambia ni kwamba kipindi hiki kuna mtu kaongezeka ambaye ni mzazi wetu sisi. Umeshanielewa? Na yule anatafuta kutufia vibaya. Na hivi ninavyokuambia sasa mimi nakupa siri kwamba mimi hapa sasa hivi nipo katika kipindi cha matatizo. Mimi juzi nimefukuzwa kazi kisa kobazi. Pamoja naye tutajua mbinu gani ya kumsaidia mzee wetu. Alikuja akaweka sandozi zake, akaenda zake kuingia ndani, mimi nikachukua nikashuka chini ya gorofa, kurudi kanifukuza kazi kisa kuvaa sandozi zake. Kobazi. Sasa mimi nakwambia kabisa kipindi hiki sisi tupo katika hali ngumu. Sawa, tupo pamoja. Na mimi najua yule ndo mzee wetu. Mzee wako ndo pamoja na mimi pia mzee wangu. Napaswa nimjali. Ni kweli. Can you imagine yani kwamba yule ni baba yako wewe. Kwa hiyo mke wangu kipindi hiki naomba unistahimili. Umtibie mzee na mimi nitaenda kwa blaza kule kwa Bwana Mboto, nitamwambia kwamba mzee tayari hali yake itakavyokuwa tutajulishana. Sababu mwenyewe anavyoniambia kwamba anasumbuliwa na utu uzima tena. Kwa hiyo kipindi hiki ninatafuta radhi zake. Kwa sababu yule bwana ana mashamba yake Vikindu. Na mbonge kama shamba. Umeshanielewa? Kwa hiyo yule pale yule anamnyenga, anaweza kama anakufa anatuandikisha, sasa napiga maisha. Nakwambia maisha yanapigika, maisha zaidi ya klabu, ya maisha ya Mikocheni, Masaki, Oysterbay.
Anadaiwa. Kuna mama mmoja anaitwa Mama Simba huyo. Ananidai Mama Simba, ananidai. Mimi namkopaza mpaka chumvi. Kweli tena, si ana genge? Genge. Wale wanamuziki wa Kenya wanamtajaga sana genge. Hii ngoma ni ya genge. Sasa hii ndo mwenyekiti? Ndo mwenyekiti wa genge. Genge. I see. Ndo mwenyekiti ule. Okay. Wa Genge Connection Park. Sasa tunafanyaje? Hapa wewe nenda. Kwa sababu hali zenyewe tia maji. Ni kweli kabisa. Acha mimi nikimbizane nione ustaarabu unakuaje na utaratibu unakuaje. Kisha tutarekebisha haya mambo. Basi mimi haina tatizo, itakavyokuwa bwana mimi nitakujulisha. Lakini bwana mzee anaumwa. Nitatafuta kwa kwenda kukopea. Yaani mimi nitafight. Mimi pia mimi nitafight. Fight connection. Yaani mimi nitafight. Kwa hiyo itakavyokuwa mimi nitakujulisha. Unajua baba ndo kila kitu baba ndo kila kitu. Sema tu watu wanamsifia sana mama. Watu wanamsifia sana mama, lakini baba ndo kila kitu. Ndio. Kwa hiyo bwana atakapofanikiwa bwana mimi nikifanikiwa kumpeleka hospitali nitashukuru sana. Sawa. Unajua bwana mimi nasikia sana uchungu. Ndio. Ndio kwamba sisi yani tulivyo mimi nimefanana sana na baba. Ndio. Wewe umefanana na mama. Niko umamani. Uko umamani. Okay. Niko kama mama hapo hivi. Ndio. Mama kushaka. Sawa. Mnajimamisha. Mtoto wa kiume najikaza. Jikaze ndugu yangu. Hii ni moja ya mitihani katika maisha, wewe jikaze. Mimi najikaza. Ndio maana Mungu kakumba mtoto wa kiume una love ile la kuvumilia. Love ndio kama ndovu. Ni kweli. Kumbe ni changamoto tu Mungu anakupa. Kumbe ni ibada. Hizi sio changamoto, hizi zimekuwa changarawe. Baba anaumwa mwaka. Ndio jikaze ndugu yangu. Najikaza. Baba anaumwa. Atapona. Dokta. Vipi? Anaendeleaje babangu? Wewe mzee wako anaitwa nani? Babangu mimi anaitwa Kivumbi Nzunda. Kivumbi? Nzunda Nasri. Okay. Ushamchukulia vipimo tayari mzee wako? Ushamchukulia vipimo. Mmemchukulia vipimo gani? Vipimo mwili mzima. Mmemwingiza katika kama oven. Hapana. Hatujamtia kwenye oven. Naambia ukweli mimi, Mimi daktari naomba nisaidie daktari mimi na kaa chini usio na wasiwasi. Mimi naomba nisaidie babangu apone, babangu anaumwa. Yuko serious. Amezimia toka jana usiku hajaongea mpaka sasa. Sikiliza kijana. Mzee wako umemleta hapa katika kituo cha afya, usio na wasiwasi. Tutamtibu inavyotakiwa, atapona tu, usio na wasiwasi. Daktari mimi ngoja basi nikupe kidogo ya chai. Hapana. Nikupe kidogo ya chai. Mimi ni daktari wa serikali, unapofanya hivyo unanionga mimi itakuwa sio vizuri. Jamii itanichukuliaje? Mimi sitakuwa hongo. Sikiliza. Mimi ni daktari wa serikali. Unapofanya hivyo utanizalilisha. Sikuzalilisha. Nakupa chai unisaidie. Yule ni mzee wangu. Nikupe chai kidogo. Hapana. Chai kidogo jamani. Kidogo tu chai. Kidogo. Usifanye hivyo. Yule ni mzee wangu kama mzee wako wewe. Sawa. Wote vijana. Nitamtibia ninavyoweza mimi. Atapona, usio na wasiwasi. Mimi akipona nitakushukuru daktari. Daktari nitakushukuru babangu. Nitakushukuru sana baba. Kaa chini subiri. Baada ya nusu saa nitakupa majibu. Siruhusi kumuona saizi? Hapana. Daktari. Hapana. Ipo chumba muhimu sana tunamfanyia. Yuko chumba gani? Chumba namba ngapi mmemweka? Nitakuja kukupa majibu yote, usio na wasiwasi. Yupo hai. Sawa, mimi nashukuru baba. Okay. Baada ya nusu saa utapata majibu ya mzee wako. Sawa daktari, na sura nzuri huyu baba huyu jamani, baba mzuri huyu.
Baba anaonekana ni mkarimu sana huyu. Kaka mtemba. Mjomba. Mjomba. Kwa sababu tumekuja kuangalia mjomba, tumekuja kujulia hali yako. Sasa mbona mjomba, mbona daktari yule alikwambia tuje kumwangalia mjomba sasa hivi amepumzika? Tutakuja baada ya kumwangalia. Mjomba, unakuja mjomba kumwangalia mjomba, hakuna hata chochote, hakuna hata mfuko wa ndizi wala tunda aina yoyote. Unakuja kumwangalia mjomba, mgonjwa gani namna hiyo? Unakuja kumwangalia mjomba, mjomba wako nani hapo? Endeni zenu. Mgonjwa gani? Wewe mgonjwa upo, afadhali hata na maziwa basi ungekuja na maziwa. Unakuja kumuona mgonjwa. Unakuja kumuona mgonjwa una chochote. Mimi nitakula mikono yenu. Haina tunda lolote, una haina lolote la tunda kubeba. Alafu mjomba wako nani? Toka hapa. Nimeshati yenu. Mgonjwa gani unamwangalia namna hiyo? Mgonjwa anataka japo na ndizi kidogo. Mgonjwa yuko anapata nafuu anakula. Wewe mjomba, ngani mjomba, mimi sina mjomba kama wewe. Endeni huko. Usinisumbue mimi. Eti mjomba, si bora afadhali njipumzikie tu njilalie bwana. Endeni huko. Baba, vipi hali yako? Baba, vipi maendeleo yako? Basi amka, nimekuletea kuku. Baba, maendeleo yanaendeleaje?
Basi jitahidi kuamka ili ule, nimekuletea kuku. Nimekuletea kuku hapa. Jitahidi kunyanyuka ili ule. Umeniletea kuku? Kuku? Jitahidi mzee wangu. Naumwa mama. Najua unaumwa, Mungu atakusaidia tu, utapata unafuu. Nimekuletea kuku, jitahidi kula. Kama hivi kweli nitapona. Kama hivi. Lakini hali yako kwa sasa inaendeleaje? Kwa kweli inaendelea vizuri. Sasa kama hivi napata nyama kama hivi. Jisikia vizuri. Jitahidi kula. Kweli mama, nitakula kama hivi. Nataka mkeleta kama vile bata, nakula kama hivi. Inatatizo. Kwa sababu nimeona na daktari kule, jambo kubwa alilosisitizia hilo kwamba ujitahidi swala la kula. Kula? Kama hivi nitakula kama hivi, nakuja vipande vya nyama 5 6, nakula. Na uwezo wa kula hata kama bata, patikana minofu na shiba kabisa. Asante sana. Naona kama sasa hivi hali inaridhisha. Hapana, asante mama. Mtego na ndimu kidogo napata ya tumbali na nyanya. Haijaikuwa ndimu kwa sababu nimemkataza mimi asiweke ndimu, nilikuwa naogopa. Ndimu ndo nzuri, inafanya mdomo unachangamka. Unajua sio wagonjwa kama ukipata ndimu unachangamka. Ila daktari naye nimekutana naye amenisisitiza swala kubwa. Ndio. Bwana, unajua mimi maisha yangu sasa hivi naishi kiajabu ajabu sana. Unajua nimekopa mpaka nimechoka. Yaani nakopa mimi mpaka chumvi. Narudi tena, unajua hata kwenye chakula ni lazima, unajua uwezi kula ugali bila kupata pilipili. Ukikosa hiyo tu wewe hanjamu hamna. Kwa hiyo ili tuende sawa ni lazima nipate hanjamu. Sasa hapa nakopaga mimi mpaka pilipili. Unajua toka tunaongea muda mrefu sana nilikuwa nakusikiliza, sio kwamba nakudharau au nakukebea, hapana. Unajua sisi wa Tanzania umaskini tunautaka wenyewe. Tanzania yetu ni kubwa sana na ina rasilimali nyingi hapa ndani. Kuna dhahabu na kuna madini ambayo hayapatikani nchi yoyote duniani zaidi ya Tanzania, yanaitwa Tanzanite. Ndio maana ile wanaita Tanzanite kwa ajili ya Tanzania. Kwa nini dhahabu asiite Dhabite? Kwa sababu haitoki Zanzibar. Kwa cha kufanya mimi nataka nikupe mchongo, nikupe dili. Ndio. Unajua mimi ndo nimerudi sasa hivi. Na nimerudi vizuri, yani niko njema. Ndio. Umeona? Yaani hapa nilipo mimi nina milioni 700. Nimekuja na milioni 700. Sasa milioni 700 unasema namna hiyo wakati tuko bao? Kawaida, hata wakiiba leo kesho mimi nazipata hizo. Ndio. Umeona? Alafu nina jiwe kubwa, nifika kama kilo 18 na zaidi hivi. Kwa ushauri wangu mimi, wewe twende mgodini tukagange, kwa sababu si wanaume tumeumbwa mateso. Tukiganga mimi nina uhakika utapata hela. Ndani ya mwezi mmoja tu utapata hela. Unafikiri huyu tajiri huyu wa nini, huyu TP Mazembe, unafikiri nini? Dhahabu. Huyu wa Chelsea huyu Ibrahimovic. Huyo naye dhahabu vile vile. Hakuna kingine. Ndio maana wanakuwa weupe. Dhahabu zinawangalisha. Sometimes unaona kama rangi zao za njano kama dhahabu. Wanafanana na dhahabu. Kwa hiyo hata na mimi hapa nikipata naweza nywele zikawa zinadondokea mbele. Yaani unafanya tu namna hii. Yaani safi. Ukicheka hela, jasho lako linanukia hela. Sasa basi wewe kwa sababu hela unayo bwana, hebu nifanyie hata 50 hapa. Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi naweza nikakupa hela. Na hela nikikupa zitakulemaza. Utatumia zikiisha utakopa tena. Ndio. Ili usikope. Mimi nataka nikuonyeshe mfano. Sisi kwetu hizi tukiwa kule yani mgodini huwa. Umeona? Nimeweka hivi kama leso. Keep change. Yaani umeona? Yani keep change. Okay. Umeona bwana? Mimi nitajifutia hizi. Hizi nitajifutia. Hizo ndogo. Ila huku sasa jasho sasa hivi si bado. Nitaenda kujifutia huku nikiwa natembea, unajua jasho linakuja. Chukua na hii sasa, ongezea na hii kabisa. Okay. Okay. Kwa hiyo wewe, mimi nakusikiliza wewe. Ndio. Kama uko tayari niambie. Tutoke. Kweli. Nashukuru sana. Hapa ngoja nitatafuta ustaarabu tu wa kumwaga yule bibi. Ndio. Kwa sababu ile damu yangu ni kweli. Sasa sijui ya Kigoma itakuwaje.
Wewe si mwanaume? Wewe si ndio umemuoa? Mfuate bwana, mke wangu mimi hivi na hivi na hivi na hivi. Basi ondoka. Na swala la nauli ondoa shaka. Tuondoka na gari yangu ndogo. Haina shida. Na kionyesha kikataa, toroka. Umeelewa? Kule guest zikijaa, tuna mchezo wa tunafanya, tunalala nje ya mashine. Kisikia bwana? Mgodi umetema, kidonda siji kimecheua. Unajiwe pale fasta papo unashika. Kwa bwana, mgodi umetema, kidonda kimecheua. Unapaka unadaka pale ni safi. Muona bwana? Na kingine ukiona kuna mambo fulani nataka nifundisha ujanja. Kwa nini ngine sometimes tuna meza ile mambo. Tunaenda kutolea toilet. Sasa hali likiwa huko likitanuka, uweze atanuki. Uweze kula. Kijana mzee wako tumechukulia vipimo vyote, anaonekana yuko vizuri, ila ni malaria inasumbua. Kutokana na utu uzima aliokuwa nao sasa hivi inasababisha anazimia, lakini kiafya iko vizuri mzee wako. Kwa sasa hivi mzee anaendelea vizuri. Mzee anaendelea vizuri. Mmempima vipimo vyote? Tumemcheki, check-up zote tumemcheki. Ni malaria tu ambayo ilikuwa inamsumbua, na kutokana na utu uzima ule ndio maana ilikuwa inasababisha akawa anazimia. Okay. Yaani unajua yule mzee alikuwa anasema ini lake lina mafuta. Tumemchukulia vipimo vya mwili mzima mzee. Unajua wale wazee wa zamani wanapenda sana kula vyakula vya asili, kwa hiyo tofauti na sisi tulivyo. Kwa hiyo jinsi ya vipimo vyetu vilivyosoma, sisi vijana sasa hivi tupo kama kukunyama. Yaani toto dogo lakini mwili kubwa. Yaani toto linakuwa dogo lakini lina mwili mkubwa. Yaani wale kuku wa nyama wale anachukuliwa kuku unambeba katika mkokoteni. Unamtia kwenye toroli. Kuku ana kilo 100 wazungu bwana. Kuku amemtia vidonge kama mkubwa. Sasa mimi naweza nikamchukua mzee nikaondoka naye. Okay, mzee wako kutokana na vipimo vyetu vinaonyesha kwamba tushamwandikia tayari ruhusa ya kuondoka. Umeona tushamwandikia tayari ruhusa, anaweza akaenda. Sasa mimi naona nikamchukua mzee. Utapitia dirishani pale. Utapitia dirishani pale mapokezi. Utalipia risiti zako zote za matibabu. Alafu utamchukua mzee kwa. Naona daktari sio mchezo, yani uko kisasa naona una headphone hizi. iPad. Hizi sio headphone kijana wangu. Hizi ni kwa ajili ya vipimo, yani kuangalia moyo. Kama ulivyosema mara kwanza tumemwangalia hadi hii kutumia vipimo hivi. Sawa. Nikwambie kitu daktari. Japo kwa mara moja nikupatie karushwa kidogo tu. Hapana. Usitaki karushwa. Karau tupo wawili mundani, lakini kiapo changu viniruhusu mimi kuchukua ile ishara. Wewe hapo karibu ni hapo dukani hapo nje. Kuna dirisha hapo mapokezi. Hapo mapokezi. Sasa ina tatizo mzee. Okay, asante sana. Haya, nashukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana mzee. Okay, karibu tena. Mkono wa moto. Asante. Dadi. Vipi dadi? Nadhani naendelea vizuri. Nimetoka kuonana na daktari. Amekuandikia madawa ambayo unatakiwa ukatumie nyumbani, kwa maana hiyo turudi nyumbani, tuondoke. Nirudi nyumbani mimi? Mimi bado sijapona. Mimi inabidi nibaki, niendelee kubaki hospitali. Daktari amekupima na amenithibitishia. Yule ni daktari na akusomea hapa. Mimi daktari hajaniambia kama yeye kapona, kama mimi nimepona. Wewe unaniambia mimi nakwambia najisikia nafuu. Yaani kusikia nafuu sio kwamba kupona. Hivi wewe unashindwa kuelewa? Hospitali sio sehemu nzuri, unaweza kuja kupata kipindupindu hapa. Magonjwa mengi. Unaweza ukaja na gonjwa hili ukaja hapo ukalipata gonjwa jingine ukapata pumu hapa. Ugonjwa wa pumu unaambukiza kwa njia ya hewa. Nasema hivi, daktari anapaswa aniambie mimi mgonjwa. Sio akwambie wewe ndio unaumwa. Mimi ndo nimeandika faili lako. Wewe ndio unaumwa. Ulivyokuja ulikuwa uongei hapa. Usibishane na daktari. Unakataa vipi kurudi nyumbani? Mimi siwezi kurudi nyumbani. Unabishana vipi na watu wenye elimu zao? Hata kama ndio hivyo siwezi kusema kwamba mimi nimeshapona niondoke. Daktari ndio aseme kwamba bwana sasa wewe unakuwa nafuu sasa unapaswa sasa uondoke. Anikabili mimi. Sasa wewe kwa hiyo sasa baba wewe unakataa, unapingana na maneno ya wasomi. Watu wa sayansi unapingana nao, si ndio manake? Mimi sitaki kubishane na mimi. Nataka kubishane na mtu mwenye elimu. Mimi ngoja nikamwite daktari. Wewe unasema kwamba wewe unapimwa vipimo hapo, unapimika, kama umepona unaondoka leo, unarudi nyumbani. Hiki kitanda kulalia siku moja ni shilingi 30,000 kwa siku. Sasa nalala chini.
Nitashuka na lala chini. Ulale chini hospitali yako, ukija kupindukwa na ngili hapa, ngili ije kukushika hapa, uje kufanywa upasuaji wa henia, uje kunipa mimi shida ya maisha. Wewe unalombaya wewe. Sio ninalombaya, unatakiwa urudi nyumbani, ndo nakwambia kabisa. Wewe unalombaya. Kitu gani unapenda kwa hospitali? Ngoja nikamchukue sasa mtu mwenye elimu uje hospitali kwa sababu huduma inapatikana. Huduma inapatikana, umeshapona sasa. Umeshapona, mimi nakwambia. Mimi sijapona. Umepona. Mimi sijapona. Mimi nasikia nafuu. Sasa unabishana na watu wenye elimu. Tunabishana na watu wenye elimu sawa. Sawa. Ngoja sasa ije elimu hapo upimwe hapo hapo unapimwa hapo hapo unapimwa. Afu tuone. Sawa. Umepona au hujapona? Sawa. Wewe jeuri sana. Mr. Daktari, excuse samahani. Mzazi ni huyu hapa ambaye ameniambia amepona. Sasa inakuwaje anakataa, anasema yeye hajapona, hataki kurudi nyumbani. Utakuja kufa hapo uje kunipa tabu mimi ya kusema mimi sijapona bali nasikia nafuu. Sasa kusikia nafuu ndio nimepona. Hebu mwambie, mpe bishana na mtu mwenye elimu. Mzee. Sasa wewe mbona unabishana na mwenye ndio daktari? Ndio daktari wangu. Huyu ni mwanao. Ndio ambaye alikuleta. Basi tumepima vipimo mzee wangu, sasa hivi hali yako ni nzuri, tumekuruhusu unaweza kwenda nyumbani. Sawa mzee. Unabishana na mtu mwenye elimu. Huyu ni mtu wa science. Unabishana na science. Mwenye elimu. Unabishana na science kwanza. Wewe unalombaya. Nakubali. Wewe unalombaya. Alafu acha pili mzee wangu. Umeona? Kila unapoendelea kukaa hapa gharama zinazidi kuwa kubwa mzee. Unamzidishia matatizo huyu mwanangu. Tatizo daktari. Inawezekana hii huduma inayopatikana hapa ikakosekana, alafu huduma zitapatikana tu. Zitapatikana huduma kama ilivyokuwa inapatikana hapa mara kwanza. Unanipa mimi mfumuko wa maisha. Unavyokaa hapa unanifumulia mimi mfumuko wa maisha. Sasa, maisha kwangu yanafumuka yanapanda, ujue. Lakini daktari, nyumbani kutakuwa kupatikana huduma kama hii. Huduma gani? Kama dawa tushakupatia tena. Huduma gani? Sio dawa, sio dawa. Huduma gani mzee wangu ambayo unaona hapa mgonjwa anaangaliwa, bwana, wanamjali. Daktari, mimi nimekuelewa. Nakushukuru daktari. Mzee, umepona na tunaondoka nyumbani. Sawa bwana, lakini daktari, wewe kama utakuwa unajisikia baridi utakuwa una pepo punda na kutafutia mafusho ya mavia tembo. Mimi situmii mafusho. Basi kama kifua kinaacha na kwamba mkojo wa punda. Mimi nitatumia mafusho mimi. Mimi situmii mafusho. Utatumia mafusho sasa kama hospitali uumwi unataka nini? Mimi naumwa bado si. Wewe unaenda kutumia mafusho na makombe. Kwa sababu amesema daktari. Mimi naumwa. Maneno ya kumliwaza mgonjwa. Haya mzee, kauwe pole. Haya daktari, asante sana. Nashukuru daktari. Okay. Vipi bwana? Bwana wewe nimeng'atwa na nyuki. Pana nyuki humu ndani. Nimeng'atwa na nyuki aisee, hii gari ndo najitahidi kuifufua mwenyewe. Nimeona hii misaada ya watu tena. Hii itakuja tena kwa hisani ya watu wa Marekani. Ndio kweli kabisa. Maana sasa hii kabla sijafika kwenye hisani ya watu wa Marekani, nataka ije hisani yangu. Hisani yako wewe mwenyewe. Hisani moya. Si unaona kama hivi utandabui? Mambo ya utandawazi. Utandabui huo. Kwa hivyo hili neno utandabui limetokana na neno la Kiarabu aboy. Kuna yule mwanamuziki mmoja yule alimba nimekusamehe mpenzi. Ndio. Buibui wa THT. Sasa huyo na hawa wamechangia baba, yani tumbo moja hao. Sawa. Upande wa kikeni. Upande wa kikeni Okay, kumbe ni ukoo mkubwa. Ukoo mkubwa. Okay. Vipi huko? Mimi bwana huko nimekwama kidogo. Ndio. Kwa sababu mara ya mwisho pale mzee amefika hospitali hali tete. Itakuwa tete na sia Geneva. Yaani kule bwana hali tete. Ndio. Kwa sababu tete unakuja wapi? Mzee alivyofika pale hospitali akapata matibabu. Dokta mkuu kabisa wa Muhimbili amenipigia simu kwamba bwana, hali ya mzee wako hapa inaendelea vizuri. Nikaenda nikaonana naye akaniambia kwamba sisi tumemruhusu arudi nyumbani. Ndio. Lakini sasa cha kustaajabisha ni kwamba mzee nimezungumza naye anasema kwamba yeye bado anaumwa. Okay.
Sasa na mimi nikimwangalia yale mafuta yote yamekauka. Kikubwa unajua jambo moja kubwa. Wewe ukiona madokta wanakwambia kwamba wewe uondoke, umeshapona. Usiwalazimishe. Madokta wao wana maamuzi yao. Wanapotamka kauli kwamba fulani unaumwa, basi ukibishana nao wanaweza hata kukukaba huyo. Wanakukaba au kama ukiona unawaletea ubishi wanaanzisha mgomo kwa ajili ya mtu mmoja. Wanagoma. Tanzania nzima inagoma madaktari kwa ajili ya mtu mmoja. Sasa kama madokta washasema amepona alafu yeye bado nani, itakuwa ni issue za kishirikina hizo. Kwa hiyo hapa inabidi tuangalie upande wa kishirikina. Na mimi sasa nikaona kwa kuwa ndugu yangu wewe ni mwanga na ni mshirikina mzuri na mambo yake kidogo unayaweza, nikasema nije sasa ili tujue tunafanyeje. Ndio. Huko sehemu za Uzalamuni kuna sehemu inaitwa Malumbo. Yupo mganga mmoja anaitwa Mohamed Shaweji. Huyo bwana akikwambia wewe asubuhi kwamba sitaki kuiona sura yako, basi jioni haupo. Huyo mganga bwana. Si unaona hata mke wangu hayupo sasa hivi. Yeye anashughulika na mambo ya mikaa. Mambo ya ujasiriamali. Kwa hiyo Mohamed Shaweji anatengeneza mpaka mkaa. Hapana. Yeye sasa mke wangu sehemu anazopita kwenda kuchukua mikaa ndio sehemu ambazo wao waganga anakutana nao. Kwa hiyo mke wangu anajuana na waganga wengi. Ni mwanamke wa kwanza kujua waganga wengi duniani. Sasa bwana mimi nitakapofeli nitakujulisha. Basi wewe ukifeli mimi nitapasi. Ukipasi mimi nitazikunja. Ndio. Safi sana. Kwa hivyo hebu tuangalie tu ustaarabu unakuaje huo. Okay. Mimi niye na madhumuni ninyi muweze kuishi maisha mazuri. Shemeji, sasa nikwambie sawa? Na kuheshimu. Sihitaji mume wangu aende kokote. Kama ni shida la nishalizika nazo, sawa? Unajua jiji lenu na joto sana. Wewe jifute, jipangushe kumaliza hapo niambie. Sasa shemeji, kwani kwambia kitu kimoja. Unajua mimi sipendi hivi nyinyi mnavyoishi. Si ndio? Na sitamani hivi. Kwa kikubwa wewe mruhusu aende. Shemeji, unashinda kunielewa. Na kuheshimu wewe usivinyane heshima, tafuta mada nyingine. Sihitaji mume wangu aende kokote. Shemeji wewe ngoja nikuseme. Mnapenda kuishi kwa mikopo namna hii? Tushazoea maisha haya. Kwani kwambia kitu kimoja. Hivi mumeo kama anaenda kutafuta hela, tunaenda kule tunasakanya hela na nini, unarudi hapo mnaishi maisha mazuri. Upendi kuendesha gari yako? Sawa, naomba naishi mume wangu, sitaji aende kokote. Kama maskini, kama ni njaa, ni shida, nishazizoea. Sawa? Mimi nimemwacha mke wangu hapa miaka 2. Uliporudi? Niko naye mpaka leo. Na nampenda yani ndani ya nafsi yangu na moyo wangu. Lakini nimegundua wako sio mzima, ana mapungufu. Mimi binafsi sihitaji. Tafuta mada nyingine. La kama bado zimeisha niambie nini. Heshimu Mungu. Na Mungu amesema mtu yote asiyefanya kazi na asile. Kwa mko tayari kubaki na njaa? Kwa mkishima madini sio migodini, mkitoka hakuna baa, hakuna magesti. Au unafahamu mimi sina kitu mama. Ngoja nikwambie shemeji, labda nikutoe wasiwasi. Kule machimboni migodini tunaishi jinsia hii moja. Kwa kuwa kule wasichana na wanawake hawana nafasi kubwa. Zile kazi ni ngumu, lakini zina pesa nyingi sana. Naomba nakuheshimu, tusimenyane heshima, sawa? Kama maliza mada au una mada mpya niambie niondoke. Hapana shemeji, sijamaliza. Mimi naomba, mnavyoishi nyinyi sipendi. Mtu anakopa pilipili. Wewe unakuba nini? Kinachokuma hasa ni kitu gani? Sababu yule ni rafiki yangu. Shemeji, mjiangalie ulivyokuwa mzuri. Mungu amekuumba wewe kipindi ambacho amepumzika. Mungu alikuumba wewe kipindi cha likizo. Mungu amekuumba wewe kipindi cha Jumapili au Jumamosi. Ameketi sehemu, amekuumba vizuri. Na ninasema sio kama nakutamani wewe shemeji yangu au nataka nikuwe na mahusiano na wewe, lakini kikubwa natamani ndoa yenu idumu, maisha mazuri, kwa sababu maisha yetu sisi 75% yanaongozwa na pesa. Mheshimu Mungu. Na narudia tena shemeji, niruhusu niondoke naye. Utaamini kile ambacho anasema katika kinywa changu, nafsi yangu na roho yangu. Nesi Kiswahili kigumu Hivi mtu amekuja hapa na milioni 100, 200, 300. Wewe ndio maisha yako mazuri, upende kuendesha gari wewe shemeji? Na kwa mezi, iwe gari, mkokoteni, baskeli, bajaji, pikipiki. Wewe itakuhusu wewe wala vinusu mtu yote, vinanusu mimi na mume wangu. Niacheni jamani. Shemeji, unampenda mmeo? Nampenda, ndio maana sitaki aende. Unamheshimu mmeo? Namheshimu, ndio maana sitaki aende. Maisha yako kopa mmelizika nayo? Nimelizika nayo kabisa. Kisha niambia maisha kama gwaride. Kwa hiyo ishakubali kufanya. Umenielewa shemeji? Waswahili wana maneno yao, anakuambia kwamba mtoto akililia wembe ujue anataka kunywa kiduku. Sasa kwamba yeye kama kangangania hiyo safari, muache aende. Nikuulize swali shemeji. Wewe unahitaji pesa? Mimi pesa sio kwamba sihitaji. Ila mimi pesa nahitaji, lakini tofauti na yeye.
Sasa nikwambie safari nenda wewe mwache. Mimi umenipigia simu na kwa kuwa shemeji yangu tunaheshimiana, nikasema haujawahi kunivunjia heshima kwaje nije nikusikilize. Mimi nimekuja nimekusikiliza na hilo jambo loniitia nimeona kwanza umenipa heshima yangu. Sasa usitaki kuvenyana heshima, umeelewa? Na kuheshimu, unaniheshimu. Tunaheshimiana. Naomba mwambie mwenzio asiende kokote. Na akiondoka mdhani mimi naondoka. Usiondoke shemeji. Yaani ukiondoka utakuwa unakosea. Mwache akatafute maisha na kule akifika maisha atayakuta. Mimi nishaongea kwamba sihitaji hicho kitu. Sawa? Yaani sihitaji. Kama ni pesa, kama ni njaa, tubaki nazo hapa. Maisha hapa mjini yamemshinda huko atayaweza? Kule yeye ataweza kwa sababu lile limwili lake jinsi lilivyo, ana mwili kubwa kubwa lile kwenye mambo ya kuchimba misingi. Anaweza akakuta maisha mazuri tu mkaja mkafanikiwa. Wewe unataka kuendesha Nadia? Mimi nasi unashinda kunielewa. Sasa na mimi mzee, sisi hapa tumepanga chumba na semble. Sasa mzee unaacha kulala sembleni unakuja kulala huko. Majumba yenyewe ya watu haya baba mjini, majumba haya ya watu. Wewe watu wamekwambia jenga mjini, umeenda kujenga kijijini kama destination. Sasa hizi huku tungekuwa na nyumba sisi tungekuwa tunaishi vizuri. Nasikia kibuko mimi naumu. Ndani joto. Sasa mimi nitabaki kukaa ndani na joto. Na mimi bado nakwambia naumwa. Hebu wewe fikiria. Mpaka sasa hivi mimi sijanywa hata chai sijanywa. Mgonjwa mpaka sasa hivi. Sasa nitakaa ndani tu. Sio kwamba ndo utapona. Yaani usifanye hivyo kama unanikomoa. Najua kwamba unaumwa. Madaktari wamekupima wewe, madaktari bingwa. Umepimwa HIV positive. Umekuja umepimwa malaria. Umepimwa gono, kaswende, umepimwa UTI. Vyote hauna matatizo hayo. Sasa unaumwa na nini? Unaumwa na nini? Kwa nini nini? Kwa nini hivyo? Kwa nini madaktari waseme why? Kwa nini iwe why? Kwa nini mimi unanitesa? Sasa unataka kuniambia mimi na madokta, wewe unaamini sana madokta? Sina maana kwamba mimi naamini madokta kuliko. Yaani mimi babako uniamini, si ndio ninachokwambia? Pole Waswahili wana maneno yao wanakuambia Simba mwenda pole anamsubiri hapo. Sasa nasema hivi, mimi naumwa na natakiwa nirudi hospitali. Umenifahamu bwana? Mimi natakiwa nirudi hospitali. Mimi sina kazi. Huu ni umaskini wangu, sina kazi. Kwanza ukijua mimi sina kazi. Kwa nini iwe hivi? Kwa nini? Sasa ninachotaka kukwambia utanipeleka hospitali unipeleke. Ipi? Mimi natakiwa nirudi hospitali. Unarudije hospitali sasa? Wakati wewe ndio utajulikana huko kama naumwa au siumwa, lakini mimi ndo ninayeumwa. Mimi ndo ninayeumwa ndo naona uchungu. Daktari hao ni uchungu. Daktari anapima. Akimaliza kupima si basi. Mimi ndo naumwa bwana, si ndio? Labda tufanye harambee upelekwe India. Nasema hivi. Nipeleke hospitali. Mimi maneno yako hayo, misemo yako mimi hainihusu. Mimi ninachotaka wanaende hospitali. Sawa? Mzee, lakini kwa nini hivi lakini? Kwa nini iwe hivi lakini? Nasema hivi. Utanipeleka hospitali unipeleke? Twende huko hospitali. Unipeleke hospitali. Twende huko hospitali. Kwa nini usingeenda kukaa kwa Mboto? Nasema hivi. Wewe unipangii Mboto mwanangu, wewe Kipupwe mwanangu. Na maamuzi ya kukaa kwa Kipupwe au na maamuzi ya kukaa kwa Mboto? Wewe unanipangia mimi? Wewe mpumbavu nipeleke hospitali nimesema. Mimi naumwa. Haya, mimi twende. Twende. Yaani mimi nimekubali maneno ya wazungu kwamba mtu mwenye rasta anaitwa Amani, mtu mwenye kipara anaitwa Liverpool. Twende. Mimi sipingi. Nasema hivi. Mimi sipingi. Nasema hivi. Sipingi mimi. Unakwenda hospitali sasa? Unaenda hospitali. Mimi naumwa. Wewe twende hospitali. Mimi naumwa. Sipingi. Sasa unaendaje hospitali bila viatu? Mimi naumwa. Majumba yenyewe tumepanga haya, majumba ya kupanga haya. Nasema faida ya kuzaa ndio hii. Faida ya kuzaa ndio hii. Sasa wewe usiniambie mimi eti kwa sababu nyumba za kupanga nakujua wewe. Kwa mimi kwa sababu kuzaliwa na wewe. Nasema hivi. Mimi ninataka kwenda hospitali. Usitake nikufuru. Yaani usitake mimi nikufuru. Au nikuta enzi yangu zamani ningekuwa mzima usingenijua maneno haya. Nikuta enzi zangu kabla sijaacha pombe kipindi cha mlevi. Ningesha kufikiri. Nakwambia mtaji wangu shughuli zangu zimekuwa hazifanyiki kabisa. Naona kabisa nakonda kwa mawazo kwa sababu unapouguza unakuwa huna raha. Lakini cha ajabu mzee wangu wewe hutaki kutibiwa. Ni mtu aina gani ambaye hutaki kutibiwa wakati mimi babangu wewe napenda upone mimi wewe napenda upone mimi ili mimi niendelee na shughuli zangu. Mimi naumwa lakini unajua naumwa. Na ukiona mpaka mwenzio anakuuguza anataka kulia unajua na anachoka, yani anachoka na vituko vya mgonjwa. Sasa hii safari kwanza mimi nasema tunakwendaje hii safari? Naona tunatembea tu huku fika hatufiki tutatembea tu kwa miguu mimi nimechoka. Sasa huku taxi inapitaje? Unavyonisa kama hivyo na maneno huku taxi inapitaje? Taxi inapitaje huku? Mpande taxi. Tumekosa taxi basi hata boda boda. Na vibajaji vyote vilivyokuwemo hivi. Huku bajaji inapitaje bajaji huku? Bajaji inapitaje huku? Mimi nataka upone ili na mimi niendelee na shughuli zangu. Kipupu mwanangu, Kipupu.
Unajua naumwa baba. Mimi baba najua unaumwa. Au unataka mimi nife? Wewe ukifa mimi nitapata wapi baba mwingine? Baba hauzi dukani, baba hauzi kwenye botike, baba hauzi kwenye Shoprite, wala baba shop. Mimi naumwa. Mimi mwenyewe nakuona unaumwa. Na mimi mwenyewe pia napenda wewe upone. Lakini mimi nafikia tu sasa naanza kuuza furniture. Nauza vitu vya ndani kidogo kidogo. Mwisho nitauza nguo, nitakuwa natembea mtupu barabarani. Sasa hii safari naona mbali tunakokwenda. Jikaze, wewe jikaze. Kwa sababu zamani mimi naamini mlikuwa mnaumwa lakini ilikuwa nyinyi hamna hata taxi. Haya mambo ya magari si yamekuja sasa hivi mzee wangu. Basi kama unaona wewe ni shida sana mimi nikubebe. Afadhali nibebe. Bora unibebe. Bora unibebe. Afadhali. Tumefika. Yaani unataka kuniambia ndo tumefika mara moja hii hapa? Hapa ndo tumefika. Sasa hapa kwani ndo hospitali hapa? Hapa ndo hospitali. Nisikilize nikwambie mzazi wangu. Usitake mimi kunikomboa, nisikilize nikwambie. Hapa sio hospitali. Hospitali mimi nakujua kwa sababu wanaandika, unaona kabisa kama hapa kwa dokta, hapa reception, mapokezi kwa dokta. Sasa wewe unanipeleka hapa ndo hospitali nakuuliza? Hapa ni kwa mganga wa kienyeji. Hapa ni kwa mganga wa kienyeji. Hospitali nimekupeleka wamesema kabisa. Yaani umenichoka kabisa. Yaani unanipeleka kwa mganga wa kienyeji mimi unataka kuniua sasa? Sasa nikupeleka unanipeleka mimi kwa mganga wa kienyeji? Nikupeleka. Mimi nasema hivi mimi sasa siingii. Sasa unakataje kutibiwa? Mimi siingii kama umeshindwa kumpeleka hospitali mimi siingii. Hospitali wamesema wewe umepona. Kwa nini unifanyie? Mimi ndo naumwa, mimi ndo naumwa. Kwa nini unanifanyia? Mimi ndo naumwa. Unataka kunipa radhi. Wewe nipe hiyo radhi mimi niko tayari. Mimi nasema siingii huko. Sasa utakataje kuingia kwa mganga? Mimi siingii huko kwa mganga. Upeleke kwa mganga, nipeleke kwa mganga mimi. Yaani sasa umenichoka. Pumbavu wewe msiingii. Usibishane na mimi. Mimi nipeleke hospitali. Mimi msiingii, nipeleke hospitali. Nasema hivi, nipeleke hospitali. Nipeleke hospitali. Nipeleke hospitali nimesema. Unaona huyu mzee wako anaponiojea mimi. Mimi sishuki. Nimekosea au nijute kuzaliwa na wewe nijute. Sishuki humu. Unataka twende wapi? Hospitali. Nipeleke hospitali. Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini unanifanyia hivi? Nasema hivi nipeleke hospitali, mimi sishuki. Mama angekuepo usingenifanya. Usingefanya nini? Kile unachonifanya sema nipeleke hospitali. Wewe bibi. Sasa mimi ndo tayari. Tayari hiyo vipi? Ila mswaki utafanya tu mikakati ya mswaki niweke sawa. Nitachukulia hata mbele. Hivi unajua mume wangu hicho kitu ambacho mnakifanya mimi sijakitaka wala sikihitaji. Hata sijaelewa kabisa. Sasa unataka mimi nifanyije? Unaenda wapi sasa? Sasa tusiondoke kwa nini? Bwana anaondoka. Kwa nini tusiondoke? Mimi unajua ukienda huko udoshanitelekeza. Yaani ukienda huko yaani ushanisahau kabisa. Na kutelekeza kwa kitu gani? Mimi kwa nini nikutelekeze mke wangu? Wangapi nawaona? Wangapi wanaondoka mtaani hapa watu yaani mpaka watangaza kwenye radio na TV watangaza. Mtu kisha yaani urudi. Hawana wake. Sawa bwana. Kikubwa ambacho mimi labda naweza nikakwambia ni kwamba wewe mimi napoenda kule mimi naenda kuhangaika. Mimi najua una matatizo gani ambayo yanakusumbua mke wangu. Mimi nakwambia hivi hapa hamna kuondoka. Kama hizo shida, njaa, tunanjaa tuamke njaa. Hapa tukae hapa tuangaliane usoni. Lakini hamna kuondoka. Yote hayo mimi najua, vyote hivyo mimi navielewa mke wangu. Lakini sasa tatizo wewe unachoniambia wewe hicho unakosea. Kila siku hapa unanungunika, tutakula nini? Mimi na wewe sisi kunjua roho wala moyo. Cha msingi hapa tubaki tuangaliane, hamna kuondoka. Rafiki yangu yule ambaye asokula nyama kashaniambia, kanipa mabembelezo kabisa. Umenielewa? Kaniambia kabisa kwamba bwana huko bwana issue ziko poa. Kwa hiyo mimi sasa inanibidi lazima twende. Nisema nikwambie, kama kulala njaa, kuamka njaa, kushinda njaa nishazoea. Lakini huko hamna kwenda. Najua huko kisha na tuko simelani sijui wapi. Urudi hapa kimoja. Tukae hapa tufe na njaa, tulale na njaa, tuamke na njaa, lakini hapa utoki. Wewe bwana vipi? Vipi bwana? Bwana hata shemeji ulivyokuwa. Naona safari imewadia Mimi ndo naondoka hivi. Huyu bibi hataki mimi niende. Sasa mimi nimekuja shemeji kuja kukupa uhakika wa maisha. Anapoondoka huyu kama kuna anatumia nguvu. Yaani kama kuna jambo lolote wewe mimi na Bia nitakuja nitakusaidia. Umeelewa shemeji yangu? Kinachotakiwa ni moyo wa uvumilivu. Hivi shemeji, sasa nikwambie. Mimi nishaona mifano hai kabisa, watu kaenda huko warudi. Yaani familia ndio kashanitelekeza mimi hapa ni. Siwezi kukutelekeza mke wangu. Wewe unatakiwa huyo mruhusu, yaani unatakiwa ukunjue nafsi shemeji. Mimi nimekuja hapa kukudhibitishia kwamba mimi litakapotokea tatizo lolote tutakuwa bega kwa bega. Tunaangaliana nini? Wakati hapa mimi nishasema maisha yakikuzidi, uza hilo. Hilo gari umeshindwa kuuza wewe, nitaliweza. Si nitakuwa sipo?
Ushanielewa? Nitakuwa sipo. Wapo watu kibao wanalitaka hilo. Mama Simba mwenyewe analitaka hilo. Leo kesho kaniambia hata 300,000 analitaka hilo. Si anaenda kubadili matairi tu. Yaani kikubwa wewe shemeji kunjua nafsi. Hivyo unavyokataa unakuwa unamtilia nuksi katika safari yake. Na ajui kabisa kwenye dunia hapa duniani hapa mitaani huko. Sio huko kimbelembele huko. Mitaani hapa. Wa kwanza baba na mama, wa pili mke. Wa tatu watoto. Na sisi watoto hatuna. Ushanielewa? Wewe kama ukinikunjia wewe, basi ina maana mimi huko nakwenda sifanikiwi. Kunjua nafsi. Alafu uone nini kinachoendelea. Nenda baba. Sasa hivyo kama unanisusia kwa sababu kule kwanza wewe hujui huko mgodini kwenyewe pana mawe. Kuna jiwe nasikia ndio likaokotwa huko kama gari. Jiwe la dhahabu. Jiwe lazi la dhahabu. Zote zile ni kwa ajili ya hilo gari hilo limeokotwa mbongo mkamgari. Yani sasa sio gari peke yake ndio dhahabu tupu hilo. Sasa mtu unaweza kukuta zali kama hiyo hapo sasa unayeyusha inatoka mikufu kitu. Kwa hiyo mke wangu wewe utavaa sana mikufu. Yaani hadi kanga itakuwa ya mkufu. Unakunja hivi. Sonala. Cutaways. Sawa. Sasa mimi ngoja nikuage mke wangu. Natoka na mimi na mambo yote. Kunjua nafsi usitengeneze nani. Sawa mama. Wenzako wazungu wanachokifanya wakitaka kuagana na waume zao, wake zao wanalia. Yaani kule kulia maana yake kuleta hanjam. Unajua hanjam? Neno la Kihindi kule kulia unamuombea kwa Mwenyezi Mungu. Chozi linavodondoka na maana zile nuksi zinaondoka. Sasa wewe kulia ulie umekaza uso ndio kukaa Uswahilini kitu. Kwa hivyo ndio hivyo. Hili ikiwezekana mnaliuza. Basi sisi tunakuombea kila la kheri. Sawa. Mungu akusaidie. Aninyoshe. Akunyoshe mambo yake. Akirudi kafanikiwa na atakuwa na hela. Hilo jambo halina tatizo lolote. Kama kuna shida yoyote unanipigia mimi simu nakuja na kusaidia shemeji yangu. Mimi nakupenda wewe shemeji yangu. Mimi nikaa mtoto hajarudi nitafuta mume anioe. Unakufuru. Hamna kufuru. Yaani hapo unakufuru na unaipata kufuru na utalanika kwa sababu zipo lazi za waume na zipo lazi za ndoa. Na ndoa ni ndoano. Asante. Kama kuna chakula nigaie. Wewe mimi nishakwambia yule mimi ni babangu na usiogope. Yule kama jogoo, wiki asiwiki asubuhi itafika. Na siku zote wazalamu wana maneno wanakuambia kwamba kelele za mlango hazimzui mwenye chumba kulala. Umeshanisikia? Alalamike afanyeje? Yule mimi nimeambiwa kwamba yule ini lake limejaa mafuta. Kwa hiyo yule pale mimi ndio maana nakuachia hela kununua chichabwasi, chunga, tembele, umeshanielewa, kisamvu. Usiogope chochote. Ndio vitu vya kumpikia yeye. Wewe usisikilize makelele yake. Lakini mume wangu, mimi baba ananichosha. Kwa sababu hivyo unavyoniambia wewe mimi ndivyo ninavyofanya. Napika hizo mboga unazoniambia lakini nikimpelekea kwa chakula baba hataki kula na anajisonya tu basi. Mimi nakwambia siku zote kaburi halihitaji mbwembwe ndio maana aliwekwe AC. Yule ajisonye, sonyo lake lile halimalizi umeme, sonyo lake lile halichafui nyumba kwa kila saa utakuwa unadeki. Asonye mpaka meno yatoke. Mwache asonye.